Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani sana, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza ama hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati vile tunazibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Cha msingi na kuomba tu usisahau kuponyeza alama ya like. Hali ya wasiwasi, hali ya taharuki imeweza kutanda katika taifa la Tanzania. Kuna mwanamke mmoja vile mnajua aliyesoma maandiko mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mauaji. Tunataarifiwa hapa Mbeya kwamba ameweza kutekwa nyara na kupotezwa ghafla. Wacha nikuonyeshe hii picha ya mwanamke huyo ili ukaweze kuiona. Huyo mwanamke ambaye yuko kwa skrini yako, huyo mwanamke alisoma Biblia takatifu wakati wa misa ama ibada ya aliyekuwa Askofu Pengo hapa Tanzania, Mkatholiki. Na wakati misa hiyo ilikuwa inaendelea, Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine serikalini walihudhuria misa hiyo ya Askofu Pengo. Mwanamke huyo aliweza kusimama na Biblia, akasoma Biblia ambayo ilionekana kumlenga Samia Suluhu Hassan. Maandiko ambayo alisoma akasema ya kwamba yeyote ambaye anawatesa watu na kuangamiza, naye ataangamizwa, kwa sababu upanga ule ambayo binadamu anatumia, huu upanga ndio utatumika. Kisha baadaye akasoma hiyo akasema ya kwamba damu ya yule ambaye anahusika kwa mauaji, damu yake itarambwa na umbwa. Sasa tunaambiwa ya kwamba kufikia sasa huyo mwanamke hajulikani alipo. Kufikia sasa hayupo nyumbani, hayupo kwa mitaa, hajaonekana kanisani tangu siku hiyo ya mazishi ya Pengo hadi kufikia sasa. Sasa familia imeweza kuripoti na kusema ya kwamba huenda huyo mwanamke ametekwa nyara, kwa sababu hamuna habari yoyote ambayo itaonyesha wazi alipo mwanadada huyo ambaye alisoma Biblia inayomlenga Samia Suluhu Hassan. Unajua, sioni kama aliweza kupata shida ama aliweza kufanya makosa yoyote, kwa sababu yeye alisoma maandiko matakatifu na hata hakuwa maybe anajua kama anamlenga Samia Suluhu Hassan. Na kila mwanadamu maandiko yameandikwa, hata Korani imeandikwa. Huwezi hepa ikiwa kiongozi yuko, kama kuna kitu ambacho kinamlenga, eti kwamba unastahili kuhepa kusoma mistari fulani katika Biblia. Hiyo haiwezekani. Utekaji nyara unaendelea chini ya uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan. Yeyote ambaye anaonekana akimkosoa Samia Suluhu Hassan anakujiwa. Ndio maana tukashuhudia Humphrey Polepole akipotezwa kwa sababu alikuwa anakosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Tundu Lissu alikuwa anakosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ni kiongozi angetekwa nyara, ila tu alikamatwa na kusukumwa gerezani. Sasa hali hii inaleta wasiwasi mkubwa, inaleta changamoto hapa na pale. Hapa Tanzania hata tunasahau ikiwa watumishi wa Mungu wameanza kutekwa, sembuze sisi ambao ni binadamu wa kawaida, hata hakuna yeyote ambaye anajua ni wapi tunaishi, kazi zile ambazo tunazozifanya, hata sisi tunaogopa wala ambao tunahabarisha watu yale ambayo yanaendelea, kwa sababu wakati wowote tunaweza kupotezwa, huwezi jua. Lakini mtuombee sisi, lazima tufichue siri zote, ukweli halisi wa mambo uweze kujulikana. Sasa haya ndio yaliweza kukemewa na bunge la Ulaya, Umoja wa Mataifa wakaungana, wakatuma habari kwa serikali ya Samia hapa Tanzania kwamba wasitishe, waachane, wajitenge na masuala ya kuwateka nyara watu hapa Tanzania. Sasa kufikia sasa hilo bado kufuatiliwa, watu wanaendelea kupotezwa tu. Ukizungumza vibaya unapotezwa. Na
tunasikia ya kwamba kuna wale ambao ni wanaharakati wengine wako Kenya ambao ni wa Tanzania walienda pale, wanaendelea kumlaumu Samia Suluhu Hassan. Tunasikia wanaendelea kutafutwa hapa na pale. Mwanaharakati wa hivi majuzi ambaye anatafutwa na kikundi hiki cha Mafuele sio mwingine ila tu ni Hilda Newton. Tulisikia hayo, anatafutwa. Akina Sarungi wako Kenya, Nairobi, walitoroka, hawakufanikiwa kutiwa ama kutekwa nyara. Mpashala naye aliweza kudaiwa kutekwa nyara lakini hawakufanikiwa. Ndio maana watekaji nyara 3 wakati wa mbaroni kule Kenya wamefikishwa mahakamani, wakanyimwa dhamana. Lazima waeleze ni kipi ambacho walienda kufanya katika taifa letu jirani la Kenya, kwa sababu kuna sheria ambazo ni za Umoja wa Mataifa, sheria za Afrika ambazo zinakinga, zinazuia mtu kutekwa nyara akiwa katika nchi ya mafichoni, kwa sababu Samia ameonekana kuwa kiongozi hatari. Ukizungumza ngwe unakujiwa, ukizungumza ngwe unatekwa nyara, unapotezwa, kwa sababu hataki yeyote ambaye anasema ukweli, hataki yeyote ambaye anafichua siri, haswa yale ambayo yanaendelea serikalini. Najua haya ndio yaliweza kusababisha mataifa mengine kutunyima misaada. Hivi majuzi tuliona Samia Suluhu Hassan akilia hapa na pale akisema hamna mikopo, hamna misaada, imepungua kwa kiasi kikubwa. Sasa itabidi sisi wa Tanzania tukusanye kodi, tujitolee kukusanya kodi ili tukaweze kuitumia hiyo kodi kuleta maendeleo. Pasipo kusanya kodi hatutasonga kwa maendeleo. Hayo ndio aliweza kuyasema, ni kwa sababu hamna hela za kutosha ambayo serikali inaweza kutumia kufanya maendeleo hapa Tanzania. Hapo ndipo tumefika. Ikiwa watumishi wa Mungu wanadamu akina Kitima waliweza kuonywa kwa sababu wanaonekana kukosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan na kuzungumza ukweli halisi wa mambo kuhusiana na serikali ambayo ipo mamlakani. Kwa hivyo tunaomba usaidizi mkubwa wa maombi ili tusije tukapotezwa vile wengine wanaendelea kupotezwa. Lakini unajua mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC inatazama yale ambayo yanaendelea, na uchunguzi ukianzishwa, ikiwa ni Mtanzania ukiuliza swali na yeyote kuhusiana na mauaji, sema ukweli, kwa sababu hatuamini hii tume ambayo iliteuliwa na Samia Suluhu Hassan ya Judge Ichande. Ingawa walienda wakakaa wakapitisha ya kwamba watu waliuliwa kupitia vyombo vya dola, kisha baadaye watu waliuliwa ni zaidi ya 10,000, lakini ripoti hiyo ikafutiliwa mbali na Samia Suluhu Hassan akawarudisha, akaongeza siku 45 waweze kubadilisha vipengele hizo ili isije ikaleta taharuki hapa Tanzania. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika video ambayo nitatengeneza. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati, na kwaheri.